lakini pia ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa tatu. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa uchache tuseme alhamdulillah rabbil alamin. Pia tumtakie rehema na amani kiongozi wa umma ambaye aliweza kuwalingania au kuilingania dunia kwa muda mfupi sana, miaka 23. Dunia nzima hii unavyoona tumeshikamana upendo, ni miaka 23. Je, angekaa miaka 60 analingania? Kwa wale wanaomchukua maneno ya hekima, mafundisho sahihi kutoka kwa Allah kupitia kwa mtume wetu Muhammad, ndio hivi leo unaona watu wanapendana. Na hivi leo watu wanamuogopa Mwenyezi Mungu, wanakuwa na yakini na hofu. Kiona mtu anaweka sumu kwa watoto au vijana, basi huyo ni shetani. Watu ambao lazima ya kuwalingania watu, lazima atangulize Mungu, hofu. Kwa kitu kilichozungumza katika hotuba, mambo matano kwa matano. Ukipenda dunia, lazima usahau akhera, lazima usahau unakopenda, ambako ndio kuna maisha ya milele. Watu wanafanya dhambi, tunapenda dhambi mno, lakini tunasahau toba. Hizi dhambi zikiingia katika moyo unakuwa ni mgumu. Hata mtu anaingia katika sehemu akipata fursa, anageuza mpaka msikiti au makanisa kwamba ni jukwaa la siasa. Hajui ni dhamana aliyopewa ya kuweza kulingania dini ya Mwenyezi Mungu, kumlingania Mungu. Watu waache dhambi, wafanye toba, wafanye mema. Ndio maana unaona ulimwengu mzima huu ni machafuko kila sehemu, ni uchafuzi wa amani. Hakuna amani. Mtu anasahau kabisa kesho na kesho kutwa atasimama namna gani. Hao watu kuwalingania namna hii, kupata na fursa namna ni amani. Kama amani hakuna, hutamuona mama yako wala hutamuona baba yako. Itakuwa kama ni aya inayozungumza kama siku ya kiyama, yauma yafiru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni. Kila moja jambo lake litamshughulisha mwenyewe. Na amani inapokosa katika nchi, kila moja jambo lake litamshughulisha. Hatajali kama ana mtoto, wala hatajali kama ana baba au ana mama bali bibikizee. Ya Rabbi nafsi, ya Rabbi nafsi, anaangalia uhai wake. Lakini dhambi hiyo imesababishwa na mtu mmoja, amewalisha watu sumu. Hivyo ndio unaona machafuko, vita, watu wanapigana vita, ni watu wawili tu wanasababisha dhambi na fitna. Na Allah anasema nini? Alfitnatu ashaddu min alqatl. Daraja ya juu sana. Dhambi ya kufitinisha ni kubwa zaidi. Katika dhambi ambayo ni kubwa ni kufitinisha. Ndio maana watu wanachukua majukwaa, hiyo hasa makanisani au misikitini, wanawalisha vijana sumu ili kuweza kuitunganisha watu, jamii na serikali yao. Mapenzi yao, watu wanapenda watu tu. Hata kama wanafanya sumu namna gani, kama watu hawakupendi, unaona hawana habari na wewe. Haya ni mapenzi, kwa sababu dunia imeingia ndani ya nini? Ya moyo. Hata ufanye jambo gani, jitihada gani, maadamu kuna watu ambao kazi yao ni kuwalisha sumu watu, mchukieni huyu. Maskini ya Mungu. Na vijana kwa sababu tayari wameshaharibika, hawana maadili, hawajapita katika darasa wakamhofu Mwenyezi Mungu, hawana, wanakurupuka, wanajazika usumu. Wanaanza sasa kuanza kufanya maamuzi. Wanafanya maamuzi ya mtu aliyoshawishi, aliyoingizia sumu. Dhambi kubwa sana kama hiyo, jamii ameiharibu yote.
Swala la kukua na dhambi katika mioyo, dhambi nyingi hatujafanya toba, matokeo yake ni watu wanakuwa na mioyo migumu, hawamsikii Mwenyezi Mungu. Kama hawamsikii Mwenyezi Mungu, wewe ndio utakusikia mama, wewe ndio utakusikia baba, wewe ndio utamsikia, watamsikia mkuu wa wilaya, watamsikia mkuu wa mkoa, watamsikia rais, hawatamsikia kwa sababu mioyo imejaa dhambi. Hakuna chochote, hauna hofu ya Mungu. Watu wanahangaika kwa sababu mioyo imeshakufa. Matokeo yake nini? Katika ile matano tuliyosoma hutuba, matokeo yake nini? Watu tayari wanakwenda wamenyamazishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ametoa nafasi watu tu. Allah anasema washkuru li wala takfuruni, mnishukuru mimi wala msinikufuru. Watu wanashindwa kumshukuru Allah, waje kushukuru wewe. Watu wanamshukuru Allah kwa neema mbalimbali. Kuna watu ambao wamejaliwa maskini ya Mungu, wamejaliwa haki ya Mungu, neema wanazo, neema kubwa watu wanazo. Lakini kuna mtu ambaye ukitembea utaangalia kweli ama kweli Mwenyezi Mungu kanipa mimi, ama kweli Mwenyezi Mungu kanipa neema mimi. Watu wanatembea migongo yao ndo miguu yao, matakwa yao, vichwa vyao ndo miguu yao, wanatembea wanaenda chooni, wanakula kwa kutumia vitu mbalimbali. Lakini wewe maskini ya Mungu unatembea, unaona, unasikiliza, macho yamekaa sehemu yake, masikio yamekaa sehemu yake, miguu imekaa sehemu yake, mikono imekaa sehemu yake, lakini bado unakufuru Allah subhanahu wa ta'ala, bado unakumshukuru. Hata ukaswali rakaa mbili, hata ukatoa sadaka yako kwa ajili ya Allah, bado unamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Utoke utembee uende hospitalini, utoke utembee uende sehemu mbalimbali, ukutane na watu walio na tabu. Wewe una tabu gani? Unajilisha sumu dhambi katika moyo wako, unafanya uadui na Allah subhanahu wa ta'ala. Tembea ukaone dunia hii. Na kama uoni kwa sababu ya kiburi unachonacho, nenda pale makaburini bwana, nenda kaangalie, uangalie mtawala yuko amelala sehemu gani, maskini kalala sehemu gani, tajiri kalala sehemu gani, alafu uangalie kuna tofauti. Makaburi yetu yameelekea kiburi, au tajiri au maskini au mtawala, wote wamelala maelekeo. Kwa nini la tajiri lisielekee hivi? Kwa nini la mtawala lisielekee huku? Kwa nini la maskini lisielekee huku? Lakini wote ni sehemu moja. Sasa sisi tulio kama sehemu, sisi ni watu moja, tunaenda kwa Mwenyezi Mungu mmoja. Kila mmoja atafanya hesabu yake bwana. Unakusanya mali, unapenda mali, lakini hesabu kumbuki. Sisi unasema mtu anafanya biashara, hesabu ni jioni. Ni kweli si kweli? Sasa hesabu ya jioni ya mali yako ya dunia, mbona hesabu ya umri wako waangalie? Kwamba mimi sawa niko natumika, lakini Mwenyezi Mungu kaniumba kwa sababu gani? Allah anasema ndani ya Qur'an, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Sijaumba majini na binadamu, lengo la kuumba majini na binadamu ni kwa ajili ya ibada. Sasa kimuona muangalia hesabu yako. Nimefanya makini, fanya research, angalia tathmini yako. Mimi katika umri nilionao nina dhambi kiasi gani? Kumbuka na mema niliyotenda ni yapi, ili uweze kuleta toba. Astaghfirullah, ulete Allahumma innaka afu fa inna Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Sema astaghfirullah, ulete, kwa sababu tayari umekithiri dhambi zaidi, kwa sababu umeumiza moyo wako, umejaa moyo umekufa. Ndio maana Mtume akasema hakika katika mwili wa binadamu kuna pande la nyama. Pande la nyama hilo likiwa safi, basi kiwiliwili chote na akili yako yote inakuwa safi. Kipande hicho kinaitwa, na katika mwili wa binadamu kuna kipande cha nyama. Hicho kipande cha nyama kama ni cheusi, mwili mzima wote na akili yako yote ni nyeusi. Kipande hicho nasema al-qalbi, moyo kama ni mchafu, huwezi kufanya jambo lolote la kheri. Ndio maana unawaza mambo machafu, kwa sababu moyo kakaa shetani.
Kaka kazalia shetani, wajukuu wako hapo shetani, moyo wako hauna hofu ya Allah, moyo wako hawezi kumheshimu hata mzazi wako aliyokulea. Ndio wale wanaotukana, wagombana na wazazi wao, kwa sababu moyo wake una laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Moyo wake ni mweusi. Ndio huyo anakaa analeta fitina kati ya nchi ya watu wake, kati ya rais, kati ya utawala ulio katika nchi na watu wake. Ndio hao, kwa sababu moyo wao mchafu. Tafuta maisha kwa kumtegemea Allah. Tafuta maisha kwa kumwomba Allah. Usitegemee kiumbe, usipende viumbe, penda aliyotumba. Usitegemee viumbe, vitakwisha siku moja, mtapotea. Kama ni ndugu yako atakwenda, kama ni baba yako atakufa, kama mama yako atakwenda, lakini mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Yupo hayyun daimun qaimun la yazal, hajawahi kuhama na wala hatahama, hajawahi kuona kwamba hawezi kusikia, anasikia na ataendelea kusikia, anaona, albasiru, hadanganyi. Hata chochote kile unachokifanya kidogo kiasi gani, waman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, Allah atakuonyesha. Kile kidogo unachokifanya cha khairi, Allah atakuonyesha. Hata kile kidogo unachokifanya cha shari, Allah atakuonyesha. Kwa hiyo acha kuweka moyo wako madhambi, acha kulimbikisha madhambi ndani ya moyo. Tubu sasa hivi, fanya maamuzi, elekea kwa Mola wako.